Napenda pia kumshukuru kamanda wa polisi mkoa wa polisi Tarime Rorya, kamishna msaidizi mwandamizi Mark Samson Njera kwa kunialika kushiriki katika hafla hii. Kwangu mimi leo ni siku ya faraja, matumaini na ushahidi wa yale yanayoweza kufikiwa pale watu wanapoamua kushiriki kikamilifu katika kujiletea maendeleo yao wenyewe badala ya kusubiri kuletewa maendeleo. Hadi hii inanileta kwenye maneno ya hekima ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyoandika katika kitabu chake cha Man and Development mwaka 1974 aliposema, naomba kunukuu, "You cannot develop people, you must allow people to develop themselves." Mwisho wa kunukuu, akimaanisha kuwa huwezi kuendeleza watu, lazima uwawezeshe na kuwapa nafasi ya kujiendeleza wao wenyewe. Ninakupongeza sana kamanda wa polisi mkoa wa polisi Tarime Rorya kwa ubunifu na maono yako ya kuanzisha mradi wa kufyatua matofali kwa lengo la kutafuta suluhisho la changamoto ya makazi ya askari katika mkoa huu. Leo tunaona matunda ya wazo hilo. Tunashuhudia kwa vitendo namna fikra moja nzuri ikisimamiwa kwa uadilifu na dhamira ya dhati inavyoweza kuzaa matokeo makubwa yenye manufaa kwa jeshi na taifa kwa ujumla. Ndugu wananchi, kamanda ameeleza hapa kuwa nyumba hizi 3 pacha ambazo zitahudumia familia 6 za askari polisi wa vyeo mbalimbali zina thamani ya shilingi milioni 347. Mradi huu ulianza kwa mtaji wa shilingi milioni 60 tu zilizotolewa na makao makuu ya jeshi la polisi kama mkopo kwa mkoa wa polisi Tarime Rorya ili kuanzisha mradi wa kufyatua tofali. Kama ilivyojulishwa hapo awali, mradi huu wa matofali ulianza kutekelezwa Oktoba 23 mwaka 2024, na katika kipindi cha miezi 20 tu ameweza kuzalisha faida iliyowezesha kujengwa nyumba hizi tunazozifungua leo. Yote haya yamefanikiwa kupitia usimamizi mzuri, nidhamu ya matumizi ya fedha na matumizi sahihi ya rasilimali zilizopo. Huu ni ushahidi kwamba mafanikio makubwa hayaanzi kwa kuwa na rasilimali nyingi, bali huanza kwa kuwa na maono, ubunifu, usimamizi mzuri na dhamira ya dhati ya kutatua changamoto zilizopo. Leo polisi mkoa wa Tarime Rorya mmetupatia somo kubwa. Mara nyingi tunapozungumzia changamoto za makazi ya askari, watu wengi hufikiri suluhisho lazima litoke makao makuu au kupitia bajeti kubwa ya serikali. Nyinyi mmetuonyesha jambo tofauti. Mmeonyesha kuwa pamoja na kuendelea kuthamini na kutegemea uwezeshwaji mkubwa unaofanywa na serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, tunaweza pia kutumia fursa zinazotuzunguka, maarifa tulio nayo na rasilimali tulizo nazo kujiletea maendeleo na kutatua baadhi ya changamoto zinazotukabili. Ninapoona majengo haya, sioni tu nyumba za kuishi askari wetu. Naona heshima ya askari. Naona matumaini ya familia za askari wetu. Naona watoto watakaolelewa katika mazingira bora, salama na yenye staha. Naona askari watakaorejea kutoka kazini wakiwa na utulivu wa akili na mazingira yanayowawezesha kuendelea kujitumikia taifa lao kwa ari, ufanisi na uzalendo mkubwa zaidi. Tunafanya haya kwa sababu tunafahamu kuwa ustawi wa askari una uhusiano wa moja kwa moja na ubora wa kuhudumia na ubora wa huduma anayoitoa kwa wananchi. Askari anaishi katika makazi bora anakuwa na utulivu zaidi wa akili, umakini mkubwa zaidi katika kazi na uwezo mkubwa wa kutekeleza majukumu yake kwa weledi. Hivyo basi, mradi huu
uwekezaji kwa askari wetu pekee, bali ni uwekezaji kwa usalama wa wananchi wa taifa hili na taifa zima kwa ujumla. Ndugu wananchi, nitumie fursa hii kuwashukuru sana kwa ushirikiano mkubwa mnaoonyesha kwa Jeshi la Polisi katika kufanikisha mradi huu. Ninatambua kuwa wengi wenu ndio mliokuwa wateja wakubwa wa mradi wa kufyatua matofali, na kwa namna moja au nyingine mmechangia mafanikio tunayoyaona leo. Kwa kufanya hivyo, mmeonyesha kuwa usalama si jukumu la Jeshi la Polisi pekee, bali ni jukumu la jamii nzima. Mradi huu umeonyesha pia kwa vitendo kuwa wananchi na Jeshi la Polisi ni makundi, si makundi mawili tofauti. Sisi ni sehemu ya jamii moja, tunategemeana. Wakati wananchi wanasaidia kuimarisha ustawi wa askari nao wanaendelea kutekeleza jukumu lao la kulinda maisha na mali za wananchi. Zaidi ya hayo, mradi huu umechangia kutoa ajira na kipato kwa wananchi wa eneo hili, na hivyo kuchochea maendeleo ya kiuchumi ya kijamii katika jamii inayotuzunguka. Mafanikio haya yanapaswa kutukumbusha kuwa Jeshi la Polisi haliwezi kufanikisha majukumu yake bila ushirikiano na wananchi. Ninatamani kuona ushirikiano huu ukiendelea kuimarika, si tu katika miradi ya maendeleo, bali pia katika kubaini, kuzuia na kutanzua uhalifu katika maeneo yetu. Polisi jamii si kauli mbiu tu, ni msingi muhimu wa mafanikio ya kazi zetu. Kwako Kamanda wa Polisi Mkoa, nimepokea ombi lako la kupanua mradi huu katika wilaya za Sirari na Nyamwaga, eneo la Nyamongo. Naunga mkono. Haya ni maono mazuri, na dhamira yenu ya kuendelea kuboresha ustawi wa askari wetu ni dhamira njema. Nipo tayari kuendelea kushirikiana nanyi ili kuona miradi hiyo inaanza na kuleta matokeo chanya kama haya tunayoshuhudia leo. Hata hivyo, matarajio na matamanio yangu si kuona Nyamongo na Sirari pekee zikitumia mbinu hii kutatua changamoto za makazi ya askari. Ninatamani kuona mfano huu ukiigwa na mikoa mingine nchini kote. Tarime Rorya mmeonyesha kuwa kwa ubunifu, usimamizi mzuri na matumizi sahihi ya rasilimali zilizopo, changamoto nyingi zinazolikabili jeshi letu zinaweza kupatiwa ufumbuzi. Hili ni somo muhimu kwa jeshi zima la polisi Tanzania. Aidha, niwatake askari watakaopata fursa ya kuishi katika nyumba hizi, mzitunze kwa uangalifu mkubwa ili ziendelee kuwa katika hali nzuri kwa manufaa yenu na ya vizazi vijavyo. Kumbukeni, nyumba hizi ni mali ya Jeshi la Polisi na zimepatikana kwa jasho, ubunifu na jitihada za pamoja za askari na wananchi wa mkoa huu. Ndugu wageni waalikwa, viongozi wa serikali, viongozi wa vyama vya siasa, viongozi wa dini, wazee wa mila, waheshimiwa madiwani, watendaji wa serikali pamoja na wananchi wote mliojitokeza kushiriki nasi leo, napenda kuwashukuru sana kwa kuitikia mwaliko na kuja kushuhudia tukio hili muhimu kwetu. Ninaamini kuwa huu ni mwanzo wa mafanikio makubwa zaidi. Leo tunafungua nyumba 3 pacha zitakazohudumia familia 6 za askari. Lakini kwa mtazamo wangu, tunafungua kitu kikubwa zaidi ya nyumba hizi. Tunafungua ukurasa mpya unaothibitisha kuwa ubunifu, ushirikiano na matumizi sahihi ya rasilimali, baadhi ya changamoto zinazolikabili jeshi la polisi zinaweza kupatiwa ufumbuzi na sisi wenyewe. Hongereni sana mkoa wa kipolisi Tarime Rorya, mmeonyesha njia. Sasa kazi iliyobaki ni kwa wengine kuifuata. Vijana kazi ya askari polisi Tarime
Zimefunguliwa rasmi na IGP Camillus M. Wambura, mkuu wa Jeshi la Polisi Tanzania, tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka 2026. Makofi mengi kwao.